so far tuko na Kido Mnyama. Sasa hivi bana, hii game imebadilika sana. Tulishazoea kwamba unaamka asubuhi unaenda kazini unapata pesa, lakini sasa hivi watu wameamua kujiongeza ma content ucreate winge au unasema au tunasemaje, creator kabisa vile vile kama wengine wanavyosema, au tunasemaje creativity. Kido Mnyama. Vipi lakini mjini Facebook wanasemaje kule? Nasikia sasa hivi ndio unawakimbiza sana kule. Siwezi kusema na wakimbiza, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo amenipa, kwa sababu nilipoanza na hapa nilipofika na sina muda mrefu yani mjini Facebook. Bwana wewe. Na miezi kama 6, lakini si haba mzee wangu. Miezi 6 nguvu. Miezi 6. Kwani kama shilingi ngapi ukiangalia kwenye monetization yako ile? Zipo lakini sio nyingi kivile. Hivi kati ya Facebook na YouTube ipi ambayo yani maokoto yanakuwa ni very fast kupata na hayawi complicated? Mimi binafsi sijawahi kufanya kazi na YouTube, lakini Facebook iko vizuri. Kwa sababu mara kwanza Facebook, yani YouTube nilifanya kazi kupitia watu wengine. Nilikuwa kama mfanyakazi kwenye taasisi tofauti. Lakini toka nimeanza kufanya kazi zangu binafsi na Facebook, naweza kusema kwamba Facebook ni bora kuliko YouTube. Tumeona jana Diamond Platinum na Masimba Dangote amefungua studio yake pale Mbezi kwa Zena. Lakini sio kwamba amezindua, ni kwamba amefanya maboresho makubwa. Unadhani hii inakwenda kukuza labda pengine kwa nyema content creator? Kwa sababu nimesikia jana nikiwa nawataja mpaka na kiredio pale. Kiukweli kitu ambacho amekifanya Diamond ni kikubwa, kwa sababu target ya Diamond mimi nishaifahamu. Target yake ni kwamba kuna baadhi ya wasanii wa kimataifa ambao wanakuja nchini. Kama wanakuja baadhi ya wasanii ambao ni wa kimataifa wanakuja katika nchi yetu, wanatakiwa waje katika studio nzuri. Kwa hiyo alichokifanya Diamond ni kikubwa sana katika nchi yetu, kwa sababu tukiangalia studio, yani kuna radio nyingi, kuna TV nyingi, lakini hawana vifaa ambavyo Diamond sasa hivi amefanya ameweka katika studio yake. Vyema sana. Moja ya kitu ambacho kimekuwa kikileta sana mikanganyiko kwenye mitandao ni baada ya matamko jana Diamond kuyasema, ikiwemo kwamba yeye alitamani kufanya collab na Alikiba, na mara nyingi alishamwandikia message kwamba afanye collab, lakini Alikiba hakurespond. Hiyo ni namba moja. Lakini pia namba mbili, Diamond akasema kwamba yeye binafsi ametapiliwa ndege na helikopta na ameamua kumwachia Mungu. Yaani kwamba mabilioni ya fedha. Hebu tuanzie hapo. Najua mimi Kido na kuuliza kwa sababu una experience sana na WCB. Hebu nataka uniambie hii imekaa vipi kwa upande wako? Kwa upande wangu, unajua anachokizungumza mtu huwezi kuingia ndani ukaanza ukijaji kama kina ukweli au kina ukweli, lakini kimekuwa kikizungumzwa mara kwa mara, hususan labda issue ya kununua private jet ya Diamond Platinum. Ni issue ambayo imekuwa ikizungumzwa muda mrefu. Huenda akawa anazungumza kuna ukweli ndani yake au kuna uongo ndani yake, kwa sababu game yani tasnia ni sanaa. Sanaa inahitaji vitu vingi sana. Vitu vyenyewe ni kwamba uwe mbunifu, uwe mjanja kwenye mitandao ya kijamii. Huenda labda akawa amezungumza kwa sababu tu anataka kupromote biashara yake, kwa sababu tunaona sasa hivi Wasafi ilikaa kwa muda mrefu haifanyi kazi. Umeona kaja na kitu kipya, na yeye ndo amekuwa mzinduzi wa kwanza toka Wasafi ambaye ni Wasafi mpya ambayo imeanza. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba inaweza kawa ni content ambaye mwenyewe aliandaa ili mradi apushi biashara yake. Vipi kwenye upande sasa wa helikopta na ndege? Unaamini kwamba, kwa sababu kuna moja comment ambayo nimeiona kwenye mitandao kwamba Kofia tu ilitaka kumfukuzisha bouncer wake Onesmo Kazi, na hiyo ilikuwa ni wameenda sehemu harakati za Wasafi Festival vile, ameshuka hivi mara mtu akapora Kofia, Onesmo akapewa akamwambia bana, endapo Kofia haitapatikana mimi naona ndo basi tena. Lakini tunaona kwamba mlinzi anashindwa kumsamehe kwa sababu Kofia imepotea, lakini mabilioni ya pesa anamwachia Mungu. Hii imekaa vipi kwa upande wako? Narudi pale naweza kusema kwamba ni content ambayo huenda labda ameiandaa, kwa sababu maisha sasa hivi yanahitaji ujanja, yanahitaji akili, sio yanahitaji nguvu. Yani hususan sisi watu wa mtandaoni. Sisi watu wa mtandaoni sasa hivi hatutumii nguvu, tunatumia akili. Watengeneza kitu ambacho unajua kabisa hichi katika jamii kitapata watu wengi, watazamaji wengi katika jamii. So inaweza nikawa ni content ambayo mwenyewe aliamua kwamba niseme kitu fulani ili mradi nione Watanzania je, watacomment kitu gani. Sisi watu wa Facebook tunahitaji engagement. Tunafanya content sometime au tunaandika maneno kwenye content zetu ili mradi tupate engagement kubwa ya watu. Unapopata engagement kubwa ya watu, kwa hiyo kile kitu chako ambacho unakifanya kinazidi kwenda wapi? Kinazidi kwenda viral. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba Diamond huenda labda alikaa chini na watu wake na akaamua kutengeneza content ambayo itawashtua Watanzania, kwa sababu ukisema bilioni 4 mzee wangu alafu isamee bilioni 4 uisamee, na Diamond ana sheria wengi, sio kitu ambacho anaweza kukishindwa ukipata. Unaona, akitumia na sheria yake maana yake ni kitu ambacho anaweza kukirudisha kwa wakati. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni content. Yaani wasilia wa mtu ni content. Hatari sana. So far tumeona jana pia ameulizwa issue ya kiredio. Na tukategemea labda majibu yanaweza kawa mengi. So kwa aliulizwa kwamba bana inasemekana kwamba
alishakutembea na V wa kiredio. Labda unafikiri hii inakaa vipi kwa upande wako, labda kwa ambao unafuatilia? Kwa mimi nafuatilia, naweza kusema kwamba Diamond amekuwa anahusishwa na wanawake wengi wazuri nchini. Yaani mwanamke tu akishakuwa mzuri basi amekuwa akihusishwa, na hususan labda akiwa anafanya kazi na watu tofauti, hususan watu wa kike. Naweza kusema kwamba kwa jinsi ambavyo namfahamu ndugu yangu Kiredio na mpenzi wake V, naweza kusema ni story tu ambayo imetengenezwa. Sio story ambayo ni ukweli. Kwa sababu kama ingekuwa ni ukweli, sidhani kama Kiredio angeweza kuvumilia kubaki na yule mwanamke. Kwa hiyo itakuwa ni story ambayo watu wameamua tu kuitengeneza. Yeye Diamond na mwenyewe akaamua kwa kuwa watu wameitengeneza na story ambayo iko katika mitandao, watu wengi wanaizungumza. Sasa pale tunazokuja kuna engagement, na yeye anahitaji engagement, habidi naye apite nayo. Lakini si rahisi kwa Diamond kutembea na vidola alafu Zuchu tunamweka wapi? Okay. Wewe kama content creator mkali kabisa na kwenye Facebook unafanya vizuri. Ukiangalia ile exclusive Diamond jana takriban masaa 4 na kuendelea imeruka pale live na nini, tumeona kina Romi, tumeona kina Yobo anacheza nini ambacho umekijifunza kama content creator kwa ile situation ya jana yote, kuanzia live ilikuwa inapoanza vile ambapo Mondi anazungumza exclusively? Yeah. Nilichojifunza mimi ni upangiliaji wa content. Kitu chochote ambacho natakiwa kukifanya. Kwa sababu tukiangalia baada ya kufanya interview, nadhani aliita na watoto wake wakaja. Ilikuwa kuna muda mrefu Diamond hatujamwona yuko karibu na watoto wake. Tukaona wakalilizi video Diamond yuko na watoto wake wale watatu, yuko na mama yake mzazi, yuko na baadhi ya ndugu zake. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba walijiandaa kutengeneza kitu. Yaani walijiandaa kusema kwamba tunatengeneza content ambayo Watanzania wataitazama na watafuatilia. Kwa sababu ile ni biashara. Content yote ambayo anafanya Diamond sasa hivi ni biashara kwake. Kwa sababu kuna kitu ambacho anaingiza. Yeah. Okay. Moja ya kitu ambacho tena nikasema nitakuuliza ni attention ambayo tulikuwa wameweka kwamba mtangazaji anayekwenda kutambulishwa katika kipindi za The Switch atakuwa labda ni pengine Rich Msafi. Yeah. Lakini hatukuliona hilo, tukamwona ni Mchaga Uji amerudi pale. Unafikiri kwa nini mashabiki na wasikilizaji na watazamaji wa Wasafi Media walikuwa wakifikiri labda pengine Rich Msafi anaweza kuhusika katika kama yeye ndo anatambulishwa kama mtangazaji mpya kwenye The Switch? Kwa sababu Rich sasa hivi tukizungumzia kwenye soko la entertainment, hususan kwenye radio na TV, amelibeba. Yaani ni kijana ambaye anafanya vizuri sana katika entertainment, hususan kwenye swala la kutangaza. Kwa hiyo kwa kuwa Wasafi ni media kubwa, Wasafi ni media ambayo watu wengi wanaipenda, labda huenda mashabiki baadhi wa Diamond ambao wanamshabikia walitamani kumuona Rich yuko Wasafi, lakini kibiashara zaidi Diamond ni mjanja. Kwa hiyo alitumia yani anafanya vitu kutokana na biashara yake ambayo anaifanya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba si rahisi Rich kuna Wasafi, kwa sababu pia Wasafi wana watangazaji wazuri. Okay. Yeah. Watu wanasema kwamba Rich labda pengine akienda Wasafi atapotea kabisa kwenye lebo, yani kwenye mfumo hataonekana kama ilivyokuwa. Sasa wanasema bwana, watangazaji wengi wanaoga wanatoka wanaenda kwenye radio zingine na TV zingine, wakienda huko wanapotea afu wanakuja tena kurudi. Tushakuona mfano kwa jamaa mmoja. Yeah. Kupotea sio rahisi, lakini changamoto atakutana na changamoto, kwa sababu Wasafi ina watangazaji wazuri ambao wanatangaza kimataifa na kitaifa. Kwa hiyo Rich akienda pale atapata changamoto mpya, kwa sababu atakutana na watangazaji wengine wako vizuri zaidi yake. Kwa hiyo itabidi apambane, kwa sababu kuna Wakongo ambao wamemzidi pale, wako wengi sana pale Wasafi. Kwa hiyo itabidi apigane na wale Wakongo waweze kuwazidi, inabidi atumie muda mrefu sana. Kwa hiyo kupotea sio rahisi, hatopotea, lakini itakuwa kusikika kama vile alivyokuwa anasikika zamani, ndio itakuwa ni ngumu. Bana Mekido, nashukuru sana. Labda kwa kumalizia tu tuwaage mashabiki zako, lakini najua kwa upande wa Facebook unatisha sana, unakimbiza na wewe unafanya vizuri sana. Kwanza hongera sana kwa kazi nzuri. Labda tuambie mwaka huu umejipangaje, mashabiki zako muandalia nini, lakini pia wakali wa episode vipi kwenye YouTube, vipi mjipangaje, kwa sababu pengine watu na YouTube pia wanakusubiria kwa hamu. Kusema ukweli huu mwezi kwanza, kwa sababu mwezi umeshapita, leo ni tarehe 1 mwezi mwingine. Huu mwezi nimejipanga vizuri sana, kwa sababu mwezi nimejipanga niachie vitu vipya, kwa sababu watu wengi hawajawahi kumwona Kido akikaa katika content ambayo ina dakika 1-2. Washazoea kuona zile klipu zangu za sekunde 30, sekunde 20, wakacheka, wakafurahi, wakalike, wakacomment, vitu kama hivyo. Lakini mwezi huu nimejipanga tofauti sana. Mwezi huu ajiandae kupokea klipu ambazo zinaanzia dakika 1 mpaka kuendelea. Okay. Na swala la YouTube, ndugu zangu mashabiki, naomba wanipe muda kidogo. Wanipe ndani ya miezi 2. Kipindi hicho kuna vitu ambavyo najiandaa sasa hivi na vipanga. Vikikaa sawa, kwa sababu vitu vingine navipanga, labda na huenda labda akatokea shabiki yote akanisupport. Nilikuwa nahitaji kununua kamera, vifaa vile vya kushutia vizuri ambavyo naweza sasa hapa nikasema mimi na Clam na cassette moja sasa tunapambana. Kwa sababu tukija kwenye soko la YouTube, mtu ambaye ana vifaa vizuri katika swala la production ni Clam Vevo.
Kwa hiyo ili mradi uingie nayo ushindane na Clam, inabidi uwe na vifaa bora ambavyo ukishuti series, ukishuti movie, mtu akikaa kitazama hivyo anasema yes, hao wameshuti. Lazima pia uwe na madirector wazuri. Kwa hiyo swala la filamu mimi na wanipe miezi 2 basi Vipi mwanao, sijasikia ukimtaja hapa director Mo. Vipi lakini combination yenu watu walikuwa wanasifia sana the moment zenu zile. Nini sasa hivi kinaendelea sasa? Yeye bado anaendelea, ila mimi niliswitch kwa sababu unajua katika njia ya mafanikio siku zote unaangalia kile ambacho kinakupa riziki, kile ambacho kinakupa faida. Mimi baada ya kuona kwamba soko la Facebook linanipa faida, nikaachana na TikTok kwa sababu sisi kwa wakali wa TikTok enzi hizo. Ukizungumza watu ambao wanaongea au wanazungumza fact TikTok, ilikuwa mimi, alikuwa Monsuri na alikuwa Milado. Kuna mwenzetu pia ni marehemu sasa hivi, Charming Chaz. Mungu amrehemu kwa alipo. Sasa mimi niliona Facebook inanipa faida na kuna vitu ambavyo navipata kupitia Facebook, nikaamua kuswitch. Kwa hiyo soko la motivation speaker nikawachia ndugu zangu Monsuri pamoja na Milado. Mimi nikaja huko kwenye comedy kushindana na Wakongo. Bado nashukuru sana kidogo kwa time yako. Shukrani sana kaka.